Mwijaku, mina swali kwa pande zote mbili, kwa Zailisa lakini pia same time kwa Manara. Manara kama sijakosea, hii inaweza kuwa ni ndoa yake ya 5 au ya 4. Lakini pia Zailisa hii ni ndoa yake ya 3, si ndio? Kabla hapo aliolewa, then akaolewa na Dula Makabila, akaolewa na Manara. Wote kwa pande zote mbili, sehemu gani ambao wanafeli? Wanaingia kwenye ndoa zinavunjika. Ukiingia kwenye ndoa kwa mfumo wa kumkomesha mtu uweze kufanikiwa. Ingia kwenye ndoa kwa mapenzi ya dhati ya kutengeneza familia. Lakini ukiingia kwenye ndoa ukiwa kwa mfumo nataka nimkomeshe mtu fulani, nimeolewa au nimeoa, ndoa haiwezi kuwa na mafanikio. Vijana wengi wanaingia kwenye ndoa kwenye show off. Yaani unaingia kwenye ndoa kwenye show off. Leo nimeachana na huyu na kwenda kesho kuolewa. Ndoa sio masiara. Ndoa ni muunganiko wa watu wawili ambao mtaishi kwenye shida na raha. Kwa hiyo ndoa Manara ilikuwa show off. Show off kwa 100%. Kwa sababu alioa kuapprove watu. Hata siku yake ya harusi alisema hii ndio ndoa yangu ya mwisho, hapa nimefika Kigoma. Huwezi kuongea hayo maneno kwa mwanaume mwenye akili mbele za wenzio. Yaani kwa mwanaume mwenye akili huwezi kuongea maneno kama hayo. Mzungu alikosea sehemu moja tu, kuanza kuwaaminisha watu kuwa hapa ndio Kigoma. Anayejua Kigoma yako ni Azza wa Jalla, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sema tu inshallah nitatamani hapa liwe mwisho wa ndoa yangu. Okay, Mwijaku, una uwezo kumsaidia mwanamke alafu baadaye mkigombana unaanza kumtukana kama vile maneno ambayo tulikuwa nayo kwenye comment. Mtoto wako nimemtoa shule za Kayumba, nimempeleka shule za private, ulikuja hapo unavaa nini? Kipedo. Ni mwanamume mpumbavu ambaye hakulelewa kwenye misingi ya dini, hakukua katika mikono ya malkia au mwanamke mwenye hadhi na busara ya Kiafrika. Mimi nikihudumia familia yako, nikihudumia watu wako wa Ahlul Bait, ni makosa kisheria kuja kutangaza baada mimi na yeye kugombana namna nilivyofanya. Maana yake hukufundwa, hukuenda jandoni. Wakati unamsaidia ulikuwa kwenye penzi zito, ambapo unahisi ulikuwa na satisfy kwake, ndio maana ukafurahi ukasema nihudumie familia yake na umzunguruka, na ukafanya hivyo. Kwa hiyo kugombana kwako unaanza kumsimanga kwa kile ulichokifanya. Unakosea. Mwanaume tulienda jandoni, mimi nimeonga gari kabla sijamoa Alice na mwanamke amechukua vits yangu ya blue. Lakini baada ya kuachana naye ni wazi anaitwa Rachel. Nilikuwa naigiza naye mahusiano. Mahusiano ile. Alichukua vits yangu ya blue, lakini niliachana naye nikaendelea kwenye maisha yangu ya ndoa, na vits sijawahi kusema. Leo ndo kwa mara ya kwanza naisema. Na I'm sorry kusema hiki, sisemi kama vile kujimwamba vai. Nasema kutoa mfano hai. Aliondoka nayo ukakunyang'anya? Aliondoka nayo nikamwambia kwa sababu nilikupa tukiwa kwenye penzi zito na tumeachana tukiwa kwenye penzi zito. Nikamwachia Rachel. Sasa hapo tumemwona kwa mfano Dula Makabila anaanza chokochoko zake za kuingia studio na kufanya nini. Unahisi Zailisa anaweza akarudi kwa Dula? Ni kosa la kiufundi Zailisa atalifanya akirudi kwa Dula. Kwa sababu gani? Kwa sababu utakuwa umerudi kwenye mahusiano kwa kulipiza kisasi kule ulipotoka. Autulize moyo wake, atulie, apumzike, amrejeshe Mungu na nafsi yake. Alafu ainuke usiku wa sali amwombe Mungu ampe mume mwenye maono na mwenye ustahimilivu wa maisha yake. Akisema akurupuke sasa hivi aende kwa Dula Makabila, atakuwa anaenda kwa sababu ya nguvu ya fan base, nguvu ya upepo ya kulipa kisasi. Na nikwambie dini zote mbili, Waislamu na Wakristo, inakemea roho ya kisasi. Hakuna aliyofanya roho ya kisasi akafanikiwa yoyote. Hata mzungu alifanya roho ya kisasi ndio maana kaangukia pua. Kwa hiyo ndoa ilikuwa kisasi. Sababu ilikuwa ndoa ya kisasi kwa Rushaina. Kwa ndoa yote ya kisasi huwezi kufanikiwa. Na niwaambie waje watu niwape darasa la ndoa. Acheni upumbavu kukaa mnajimwamba, njooni niwape darasa la ndoa. Acheni mambo ya mtandaoni. Mimi ninachokifanya Instagram na mke wangu ndio ninachoishi uhalisia. Ndio maana huwezi kuona mke wangu mimi na yeye tumekosana hata siku. Umeshaona siju kaniblock au kaniunfollow? Ana akili. Tulimkaribisha Mungu kabla hajakutana. Na hii sio kwa uwezo wangu mimi, ni kwa sababu tulimuomba Mungu. Mimi niliomba Mungu nipate mke mwema na mke wangu aliomba Mungu apate mume mwema. Mungu akampa mimi na mimi Mungu kanipa yeye. Ndio maana umeona sisi hatugombani. Tunaishi kwenye shida, tunaishi kwenye siku na kipindi hatuna. Kuna kipindi tunakopa. Lakini jitihada na kutia nguvu mwezio unaishi. Waje watu niwape darasa la ndoa. AY ndoa imemshinda. Mzungu ndoa imemshinda. Amini ndoa imemshinda. Sijui nani, hao wote ndoa zimewashinda, wameangukia pua. Waje niwape siri ya kuwa maarufu kudumu kwenye ndoa ni ipi? Na bosi wako ndoa imemshinda. Nani huyo? Ndoa imemshinda. Alikiba mapema mimi na kaudi zake Mombasa. Harmonize alitaka kumua Kajala, ndoa imemshinda. Namwambia Harmonize, njoo nikupe siri ya kuishi kwenye ndoa uweze kukua. Mimi nisiwafiche. Mnaweza mkaona Mwijaku anaongea lakini najua maisha yake. Kibarua shauri zako. Alikiba anapenda sana. Ni sahihi mwanamke au mwanaume unapoingia kwenye ndoa
unachukua ndugu zako. Na hisi hiyo pia ni issue ambayo magharibi. Kwa sisi Waislamu nisikilize, watu ahlal bait kukutembelea nyumbani kwako ni baraka. Watu wa ahlal bait, watu wa nyumbani kwako, ukoo wako kukutembelea kwako ni baraka, sio dhambi. Na ndio maana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wakati anatembelewa na maswahaba anatoka Maka na kwenda Madina, alipokelewa na ndugu na jamaa. Kuna wengine maswahaba wengine waliwapokea, baadhi ya maswahaba wanawapa wake zao. Bwana umekuja, chukua mke wangu mmoja, kumbariki. Ni sunna kumkarimu mgeni. Kwa hiyo kuja mtu kwako ni sunna. Ila asa mimi na mke mmoja, wanawake wawili ndio wameweza kufanya hivyo. Mimi na mke mmoja. Nikipata mke wa pili naweza nikamwacha nikampa sahaba ambaye mtu ana hofu ya Mungu. Mjako, kwa nini unahisi X wa pande zote mbili wanasherekea? Rushaina anasherekea, Haji na Dula Makabila naye anasherekea. Kwa sababu wote wana roho za visasi na wote wana mapepo mabaya, ndio maana hawezi kufanikiwa kimahusiano yao. Wote ndio maana muone Rushaina hawezi kufanikiwa. Kila siku anaibua, ana roho ya chuki, husda na uchawi. Uliona juzi alivyomzungumzia Hamisa vibaya. Ukiona mtu unamzungumzia mzee ukaolewa, maana yake wewe una roho ya chuki, husda na uchawi. Huwezi kufanikiwa kwenye maisha yako. Nisikufiche, hawezi kufanikiwa mpaka muombe radhi Hamisa. Okay. Mimi nakwambia niko duniani leo. Hawezi kufanikiwa duniani wala akhera. Hajaomba msamaha. Riziki inatolewa na Mwenyezi Mungu. Inatolewa na Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu anawachukia watu wenye husda, chuki na uchawi. Wewe unapigana kama na husda. Sauti yake tulisikia akimsema mume wa rafiki yake. Wewe hujaona sauti yake? Hujaona message zake? Unataka nini tena? Ile ni husda. Lakini mamake Hamisa amesema Hamisa na rafiki mmoja. Ndio yeye kazungumzia vibaya. Haijalisha wewe rafiki yake sio rafiki yake. Mimi leo nizungumzie Roja ana upele kwenye mapaja. Niseme mbele za watu, hiyo ni husda, ni mbaya. Ni kweli ndio una upele, lakini siwezi kutaka. Kama Zuchu na Rita. Mimi sijui. Kama Zuchu na Rita. Ule unaojikuna hivi. PID. Tusiende mbali Mjako. Mimi nimeona una mwataki sana Jux. So na mwataki Juksi. Namkumbusha kijana mwenzetu Mwafrika mwenzetu. I'm so proud of him. Anaingia kwenye ndoa, African boy, which is very good. Anaingia kwenye ndoa. Ndoa inahitaji ustahimilivu. Namkumbusha ajue wajibu wa ndoa. Harusi itapita. Amejipangaje kuishi kwenye ndoa? Ukifungua DM ya Juksi unakutana na wanawake 3500 wote wanamuomba mahusiano. Je, amejipangaje ku reply hizo message baada ya kuingia kwenye ndoa? Tusisherekee leo Juksi kavaa nguo hii, kesho kavaa nguo hii, kesho kutwa wanapanda ndege watu wanakwenda Nigeria kufunga ndoa. Tena private jet, nimeambiwa ndege imekodishwa. Private jet kutoka hapa Mastaa tabeba kwenda Nigeria. Swali linakuja, baada hivyo vitu vyote umejiandaje kuishi kwenye ndoa? Usije ukaingia kwenye ndoa yakakuta ya mzungu. Kwa namkumbusha vile. Biashara zinatakiwa ziende, muziki unatakiwa utoe, wa Nigeria wa fly, wa Tanzania tu fly. Tumeona sasa hivi upepo wa Juksi upo Nigeria. Je, ana mpango wa kutoa nyimbo za Kiingereza? Kama anatoa nyimbo za Kiingereza ataimba na nani? Unaweza kama Mbea aende kumwandikia. Yes, safi. Kama unaweza Mbea kumwandikia, aende akaandikiwe, kwa sababu upepo wa Nigeria, Tanzania wanamjua Juksi. Hawamjui msanii yote mwingine zaidi ya Juksi. Jaiva wanamjua. Jaiva amfahamu. Jaiva alienda kwa kama vile useme uje da hapa uende Tabata kwenye baa za Tabata. Kwa Diamond afahamike Nigeria? Ndio maana kabla Mwambino anafahamika kwenye baa, yani Nigeria ukienda uende Tabata. Ukienda kule ataona, wewe ukienda Tabata wewe mwenyewe unajulikana. Sasa Mjako, samani naomba nikurudishe nyuma kidogo kwa Rushaina. Kipindi hiki kwenye vuguvugu lake na Manara, unapenda kumwambia nini kama mtu ambaye tayari rusha kwenye ndoa, labda pengine ndoa haijawa official, ingawa pia wanasema kwamba imetolewa talaka moja, sio talaka mbili, sina uhakika kwenye hilo. Kipindi hiki unamwambia nini Rushaina? Amini Zailisa. No, amrudie Mungu. Unajua ndoa ni baraka, ndoa inapangwa na Mungu. Kwa hiyo kwanza swali la 2 usiku, salatul haja, amuombe Mungu matamanio yake. Matamanio yake anataka nini? Alafu amuombe Mungu ampe moyo wa subra na atoke mitandaoni kwa muda. Kwa sababu sasa hivi kila mtu utaona mbaya, kila mtu utamuona mzuri. Kwa mkaribie Mungu. Swali la 2 nuka shukuru, mwambie Mungu asante kwa riziki unipa, asante kwa riziki kuondoka. Lakini Mungu naomba unikutanishe na mtu wa ndoto yangu ambaye atanielekeza maisha mema ya kuishi. Mwanaume gani ambaye unahisi anamfaa sana Zailisa? Mwenye hofu ya Mungu tu. Yaani mwanaume ukiwa sio mvuta sigara, sio mnywa pombe, alafu unakaa unasimama na kanzu mbele unaifanya Muislamu, kumbe ndani unavuta sigara unakunywa mapombe, hafai kwa Zailisa. Zailisa anataka mwanamume ambaye ana hofu ya Mungu, atakuwa hauna ucha Mungu wa mtu uendane na moyo wake. Okay. Asanteni sana waandishi. Asante mwandishi. Asante. Karima Story Live. Bonyeza hapa kusubscribe na bonyeza hapa kwenye alama ya kengele ili usipitwe na video mpya kila inapowekwa.